Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidi nisa'u khuliqta mubarra'a min kulli aibi ka'annaka kadi khuliqta kama tasha'u. Ahlan wa sahlan ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram, karibuni wapenzi watazamaji na wasikilizaji katika mwendelezo wa darasa zetu. Leo tutajifunza dua ya mahitaji, yani namna ya kuomba mahitaji au dua ya inayokubaliwa. Yani ukitaka uombe dua yako na ikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala, basi leo nitakuelekeza utaratibu gani wa kufuata. Kwanza kabisa satuswali al-maghrib. Jambo la kwanza, utaswali swala ya maghrib. Utaswali swala ya maghrib kabla al-isha, kwa maana kabla ya isha utaswali ile al-maghrib. Thumma tusalli rak'atayn, kisha baada ya salatu al-maghrib utaswali rak'a mbili bifatihatil kitab, na utasoma kama kawaida fatihatul kitab kwa maana ya alhamdu, suratul fatiha, wa qul huwa Allahu ahad. Kisha utasoma hii suratu al-ikhlas, suratul ikhlas, yani qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 marratin, wa qul huwa Allahu ahad 10 marrati. Taban utasoma mara 10 fi kulli rak'a, katika kila rak'a, yani katika kila rak'a utasoma qul huwa Allahu ahad mara 10, kwa maana utasoma hii sura mara 20, kwa sababu utaswali rak'a mbili. Baada ya suratul Fatiha utasoma qul huwallahu ahad mara 10, kwa maana katika rakaa ya kwanza 10 na katika rakaa ya pili baada ya suratul Fatiha utasoma qul huwallahu mara 10, jumla 20. Sasa fa idha sallamta taqul, baada ya kutoa salam utasema Allahumma, Allahumma, ewe Mola, yaman, ewe ambaye, yaman, ewe ambaye, idha tadayaqatil umuru ruj'at ilayhi, mambo yanapokuwa magumu. Idha tadayaqatil al-umuru, mambo yanapokuwa magumu. Ruj'at ilayhi, wanakurudia wewe, yani watu, mambo yao watu wanapokuwa magumu wanarudi kwako. Mambo ya watu yanapokuwa magumu watu wanarudi kwako. Wa idha kathuratil hawaij, na mahitaji yanapoongezeka. Rufi'ati ilayhi, wanakuelekezea wewe au wanaelekezea kwako. Wa idha ghuliqatil abwab, na milango inapofungwa. Futiha babahu, mlango wake unafunguliwa, mlango wako unafunguliwa. Litahtadi al-uqula ilayhi, ili waongoke watu kwako wewe. Tawassaltu ilaika, nimejiliwaza kwako. Tawassaltu ilaika, nimejiliwaza kwako. Ya Rabbi, ewe Mola mlezi. Bil Qur'ani al-azim, kwa Qur'ani tukufu, kupitia Qur'ani tukufu. Wa ma fihi, na yaliyomo ndani yake na faida zilizomo ndani yake. Min asma'ika al-azima, katika majina yako matukufu. Sasa baada ya kusoma dua hiyo, thumma tatlubu hajataka, kisha sasa utaomba hitaji lako. Baada ya kuswali raka mbili ukasoma kama tulivyoelekeza katika raka ya kwanza, baada ya suratul Fatiha qul huwallahu 10, raka ya pili kadhalika, na ukasoma hii dua. Thumma, baada ya kusoma hii dua, tatlubu hajataka, utaomba hitaji lako. Yustajabu laka insha Allahu taala, basi dua yako itakubaliwa, dua yako itakubaliwa, au mahitaji yako
ulioomba Mwenyezi Mungu atayakubali. Kwa hivyo hiyo ndio dua ya kuomba mahitaji. Hiyo ndio dua ama utaratibu wa kuomba mahitaji. Na ndugu yangu mtazamaji, kama utafuata utaratibu huu na bado mambo yako yakawa ni magumu, mahitaji yanaongezeka, milango kwako wewe imefungwa ya riski na mambo kadha wa kadha, na huu utaratibu umeshafuata na mambo bado ni magumu, basi usihuzunike, tuwasiliane. Huenda ukahitaji msaada zaidi, huenda kuna njia zingine unatakiwa kusaidiwa. Kwa hivyo tuwasiliane. Nambari zangu ni 0652286323. Wallahu a'lam. Naitwa Imam Shabani Mponda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.